Haya ni matukio na maana zake katika ibada ya mateso au ibada ya Ijumaa Kuu. Kwanza kabisa, Ijumaa Kuu hakuna misa, kwani hakuna mageuzo. Pia ni mwendelezo wa misa ya Triduum iliyoanza tangu Alhamisi Kuu jioni. Ibada huanza kwa padre kulala kifudifudi mbele ya altare, ikiwa ni ishara ya unyenyekevu, majuto na uchungu wa kanisa kwa mateso ya Yesu, na hivyo huanguka kifudifudi kwa maombi na toba. Kusoma masimulizi ya mateso ya Yesu. Simulizi hii hutoka katika kitabu cha Mwinjili Yohane. Simulizi hizi husoma kwa hisia na tafakari ya kina, kwani ndiyo huipa maana ibada ya mateso. Watu wote upige magoti muda Yesu anakata roho na kutunza ukimya kwa muda kidogo, ili kufanya tafakari ya tendo hilo la ajabu, kuabudu msalaba. Tendo hili hufanywa kubusu au kugusa kwa heshima. Tunachokiabudu si mti au sanamu, bali ni thamani ya wokovu iliyobebwa na msalaba huo. Navyo huku tukimshukuru Yesu kwa kutukomboa kwa mateso yake. Ijumaa Kuu hakuna mageuzo, kwani Yesu ndiye anayelifanikisha fumbo hilo la kugeuza mkate kuwa mwili wake. Padre ni kielelezo chake tu, kwani mtendaji mkuu yu katika mateso na amekufa msalabani. Basi mageuzo hayafanywi, ila tukitafakari fumbo hili la mateso na kifo chake, ndivyo ekaristi zilizokuwa zimehifadhiwa kutoka Alhamisi Kuu ndizo husambazwa kwa waumini wanaokomunika. Mwisho ibada huisha kimya na watu hutawanyika kuendelea kufanya tafakari na kujiandaa kwa ajili ya Jumamosi. Tunahimizwa kutunza ukimya na kukaa katika hali ya sala na tafakari.